إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefuzu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu amewatofautisha baina ya mu'min na asiyekuwa mu'min katika kuwepo kwao katika dunia na kuishi kwao duniani, kadhalika na malengo yao na maono yao na tamaa na matumaini yao. Mtazamo na maono na tamaa na matumaini ya mu'min yako tofauti na kafir, kwa sababu malengo, matumaini na tamaa za mwanadamu anafahamu kwamba zimeshatanguliwa na kifo. Alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yule ambaye ameumba, Allah ambaye ameumba mauti na uhai ili akujaribuni nyinyi nani atakayefanya amali zilizokuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo haya kwa muumini ndiyo maisha yake. Kwa hiyo tamaa, malengo, matumaini yake yanaangaliwa hili kwamba kuna mauti baada ya huu uhai. Kwa hiyo siku zote anafupisha tamaa na matumaini yake na malengo yake ili asije akavuka mpaka ule wakati wake wa kufa, akawa amekufa, ikawa kama Allah alivyosema, alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir, kumekushughulisheni mno kutaka wingi wa vitu mpaka mnaingia makaburini. Lakini makafiri hawako hivyo. Wao wanaona kwamba dunia ndiyo makazi, na ikitokezea kufa basi maisha yajayo ni ya kheri na neema
na ni ya milele. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na maneno katika hurufu al-muqatta'a ambapo elimu ya hurufu hizi inarejeshwa kwake, lakini akasema huenda, kwa maana hakika, watatamani wale ambao wamekufuru lau kwamba wao wangekuwa waislamu, basi waache wao, dharhum yaakulu, waache wao wale, wayatamatta'u, na wastarehe, wayulhihimul amalu, na matumaini, tamaa ziwapumbaze, ziwashughulishe wao, fasawfa ya'lamun, karibuni wao watajua. Kwa hiyo makafiri katika dunia, tamaa, matumaini, wao ndio wanayowashughulisha kila siku. Wao wanaona kwamba bado hawajafikia malengo, tamaa zinakuwa ni nyingi, zinawasahaulisha kufa. Muislamu hapaswi aishi katika maisha namna hii, na kwa sababu kuwa na tulu al-amal min makaidi shaitani libni adama, kuwa na tamaa zilizokuwa refu, matumaini marefu, malengo, tamaa za kila siku ambazo zinamsahaulisha mtu na akhira, zinamsahaulisha mtu na kifo, ni katika miongoni mwa vitimbi vya mwanadamu, vya shaitani kwa mwanadamu. Na yeye mwenyewe amemwapia Allah, wala udhillannahum wala umanniyannahum, al-aya, wallahi nitawapoteza wao, na wallahi nitawatia tamaa wao. Kwa hiyo ni katika vitimbi na mitego yake ya kumtega mwanadamu awe na tamaa zilizokuwa za mbali, asahau kufa, asahau akhira, asahau maandalizi yake, adanganyike na ulimwengu. Mambo ya kheri kila siku anayachelewesha na kusema bado, saufa af'alu, saaf'alu, nitafanya tu, nitafanya na nitafanya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amepokea hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, khatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khattan murabba'an thumma khattan في الوسط خارج منه ثم خط خططا صغارا من هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله، والخط الذي هو الخارج منه أمله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الخطط الصغار نهشه الأعراض، إن أصابه إن أخطأه هذا أخطأه هذا، إن أخطأه هذا أصابه هذا أصابته هذا، وإن أخطأه هذا أصابه هذا. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichora mchoro ambao ni murabba. Kwa Kiswahili tutasema pembe mraba, ambao upana na urefu wake watofautiana, urefu unakuwa ni mrefu zaidi. Alipochora mchoro huu, kisha akachora mchoro mwingine katikati ya pembe mraba, thumma khatta khattan fil wasat, kisha akachora mchoro mwingine katikati yake, kharijun minhu, ukatoka katika lile boksi, yani ukavuka mpaka katika ile murabba. Kisha Mtume sallam khatta khutatan sighara, akachora michoro midogo midogo, yani mistari midogo midogo, min hadha alladhi fil wasat, kutokea kwenye huu mstari ambao upo katikati. Kwa hiyo akachora, akaandika mistari midogo midogo imeungana
au imegusa kwenye ule mstari wa kati na kati uliovuka lile box. Min hadha alladhi fil wasat, min janibihi alladhi fil wasat, pembezoni mwake kwenye ule mchoro uliokuwa wakati na kati. Kisha akasema hadha al-insan, mfano huu naupiga ni wa mwanadamu, wa hadha ajaluhu, na hii pembe mraba ndiyo muda wake wa kuishi mpaka kifo chake. Muhitun bihi au qad ahata bihi, kifo kimemzunguka mwanadamu pembe zote anazokwenda. Akasema wa hadha alladhi fil wasat, na huu uliopo katikati huwa amaluhu, hizi ndiyo tamaa zake mwanadamu. Wa hadhihi alkhutatu as-sighar, na haya michoro midogo midogo. Al-a'rab ni yale matatizo na majanga na maafa yanayompata mwanadamu. In nahashahu hadha, in akhtaahu hadha nahashahu hadha, wa in akhtaahu hadha nahashahu hadha. Ikiwa utamkosa huu, basi utamgonga, utampiga huu, na ukimkosa huu utampiga huu. Mwanadamu ndo anavyoishi katika dunia. Tamaa zake zimevuka muda wa kuishi kwake, lakini ndani ya dunia matatizo, japo kuna neema, hazimkosi mwanadamu. Huu ni mfano ambao Mtume anatupigia. Muumini hatakikani awe kama asiyekuwa muumini, kwa sababu wao duniani wanakula, wanastarehe, na vile vile wanapumbazwa na kushughulishwa na tamaa mpaka inafikia muda wa kufa. Muumini anatakikana aishi kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na ndivyo anavyouambia umma, lakini ukapitia kwake yeye Abdullah. Katika hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari, akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama bimankibi faqala kun fi ad-dunya ka'annaka gharibun au ka'abiri sabili. Alinishika Mtume sallallahu bega langu kwa ajili ya kutoa tambihi na kuwa ni msikivu wa kile anachoambiwa. Akamwambia, ishi katika dunia kama vile wewe ni mgeni au kama unapita njia. Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, maneno haya Mtume yeye akawa ameyaelewa, ameyasikia na kuonyesha ya kwamba yeye ameyafahamu. Akanasema, wa kana ibn Umar yaqulu idha asbahta fala tantadhir almasaa wa idha amsayta fala tantadhir alsabaha khudh min sihhatik limaradik khudh min sihhatika limaradik wa fi hayatik limautik. Akawa Abdullah ibn Umar anasema, hebu chukua katika ile afya na uzima wako kwa ajili ya maradhi yako, na uchukue uhai wako. Ishi katika dunia ni uchukue ule uhai wako kwa ajili ya mauti yako. Ukiwa mzima, kwa maana ya maneno, tumia uzima wako. Ukija kuwa kwenye maradhi, yale uliyokuwa ukiyatenda wakati wa maradhi, wakati wa uzima umeshindwa kwa sababu ya maradhi, ili yaendelee kuandikwa kwamba lao angekuwa mzima huyu angelifanya hili na lile na jinginelo. Na vile vile uhai wako uje ukutoshe baada ya kufa, kwa sababu mwanadamu baada ya kufa hakuna kitakachomfaa illa min amali, isipokuwa katika amali zake alizozitenda, ndio kashazitenda. Lakini kuna bakia ya matendo katika sadaqatin jariya au ilmu alladhi yuntafa'u bih au waladun salihun yad'u lahu, sadaka yenye kuendelea, elimu yenye kuwanufaisha watu, au mtoto mwema ambaye yeye ndiyo ambaye atakuwa na muombea dua. Ibadallah, haya maneno twayasikia kila siku yanazungumzwa, tunawaidhiwa, tunakhutubiwa nayo, tunayasoma, lakini katika kuyatia mazingationi na kuyatabikisha ndiyo jambo ambalo sisi twapaswa tuwe nalo. Na ndio maana Al-Hafidh bin Rajab
Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala akasema wa hadha alhadith huwa aslu fi qasr al-amal, na hadithi hii ndiyo msingi katika kufanya tamaa kuwa ni fupi fi dunia, katika dunia. Wa annahu yanbaghi lilmu'min alla yattakhidhaha watanan wa maskanan fayaskuna fiha, inatakikana kwa mwanadamu mu'min asifanye dunia kwamba ndiyo makazi na ndiyo pahali pa kukaa katulizana ili atulizane ndani yake, walakinahu yanbaghi an yakuna fiha ala janahi ar-rahili fayuhayyi'u jahizahu lis-safar lirrahili, lakini inachotakikana yeye awe katika hii dunia yuko juu ya mbawa za safari, anatayarisha kivuka njia chake ili kimvushe yeye katika safari. Hivi ndio mwanadamu anavyotakikana awe, kwamba yeye yuko tayari. Ukimzungumza mwanadamu huyu utamkusudia muumini, kwamba dunia muda wote hii itaondoka na mimi nitaondoka, au mimi nitaondoka na dunia nitaiacha. Na ndio ilivyo dunia, kuondoka na watu wakawepo katika dunia ni katika alama za watu waliokuwa waovu, watakutwa na kiyama na hali ya kuwa wao wamo duniani. Tena min ashrari al-khalqi hum alladhina taqumu alayhim al-qiyama wa hum ahya, ni wale ambao kiyama kitawasimamia wao na hali ya kuwa wao wako hai. Mu'min inatakikana awe na qasrul amal, awe na matamaa zilizokuwa fupi, wala asiwe na tulul amal. Faqala al-Imam al-Qurtubi fatulul amal huwa al-hirsu ala ad-dunya wal-inkibabu alayha wa hubbu laha wal-i'radu 'anil akhirah. Tamaa zilizokuwa refu ni kuwa na pupa kubwa kupita kiasi katika dunia na kuishughulikia mno hiyo dunia, wal-inkibabu alayha wal-hubbu laha, na kuipenda hiyo dunia, wal-i'radu 'anil akhirah, na kuiacha, kuipuuza akhira. Jambo lolote la akhira halipi nafasi yake ya kikweli kweli, analipuuza moja kwa moja, au haliweki katika ratiba yake ya maisha yake. Ima atalirefusha muda wake kwamba nitafanya, au atalipuuza kabisa. Hadhihi hiya haqiqatu tuli al-amal, huu ndio hakika wa kuwa na tamaa zilizokuwa refu sana. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallahi, Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa anawataja ashabu shimal, watu wa kushotoni, ambao ni watu ambao ni wa motoni. Moja katika sifa zao ambazo walizokuwa nazo wao, ambazo wakiishi nazo katika dunia, innahum kanu qabla dhalika mutarafin, hakika wao walikuwa kabla ya hayo yaliyowakuta hayo, baada ya hii dunia, walikuwa wao ni wenye kustareheka. Qala al-allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya kwamba ay kad alhatuhum ad-dunya, kad alhatuhum dunyahum, kwamba hawa walikuwa dunia yao imewashughulisha. Waamilu laha watanaamu fiha, kwamba wao dunia yao imewashughulisha, wakawa wao wanatenda kwa ajili ya hiyo dunia. Waamilu laha watanaamu, ikawa wanachofanya ni kwa ajili ya dunia tu, kuimarisha dunia na kustareheka, wani wakastarehe. Kadhalika watamatta'u biha, na kawa wanastarehe na hiyo dunia. فألهاهم الأمل عن إحسان العمل, ikawashughulisha wao tamaa, wakaacha kufanya matendo yaliyokuwa mema.
fahadha huwa at-tarafu alladhi dhammahum Allahu alayhi. Hiyo ndiyo starehe ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wao kwa sababu ya hilo. Ni mambo machache tu kwamba wao walikuwa kabla yote ni wenye kustarehe. Kustarehe huku ni kupi? Ni mambo machache tu, kushughulishwa na dunia na kufanya kazi kwa ajili ya dunia, kustareheka na kuneemeka kwa ajili ya dunia. Hili ni jambo ambalo limewafanya watu tamaa ziwashughulishe na zirefuke kwa wao, ikawa wao wameacha kutenda matendo yaliyokuwa mema kwa ajili ya akhira yao. Allah akawalaumu, na ndio aya ambazo zilitangulia mwanzo kule kwamba fadharihum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun wa yulhihimul amalu fayu'ammiluna ad-dunya 'anil akhirah. Qala Sa'di rahimahullah, wakawa wao wanarefusha tamaa za dunia, wakawa wanaisahau akhira. Haya maneno tunayo yaliyotajwa katika haya maelezo yote, lau kwamba kijana wa Kiislamu atayafanyia kazi haya, akajiona kwamba yeye tayari ana ujana, ina maana ana nguvu, ana nafasi ya kufanya mambo mengi ya kheri, au tumie ujana wake katika kuyafanya mengi ya kheri ili asijutie katika uzee wake, katika uzembe aliyoutenda. Au wakati wa maradhi, ana maradhi lakini hakuwa na mema, pengine maradhi hayo ni kwa sababu ya maovu aliyokuwa akiyatenda, madawa ya kulevya, ulevi, uzinifu, naudhu billahi min dhalik, na mengineyo katika hayo, au kuwanyang'anya watu, akapata maradhi, watu walimpiga na mengineyo, ikawa yumo ndani ya maradhi, hawezi kufanya mema, au kifo kikamchukua ghafla, ikawa anang'ata vidole vyake, ikawa laita alhayata tatulu, natamani urefu maisha yangerefuka, lakini wapi? idha asbahta fala tantadhir almasa, asubuhi ikiingia usisubirie jioni. wa idha asbahta fala tantadhir wa idha amsayta fala tantadhir sabah, usisubiri, tenda sasa. Mangapi katika mambo ya kheri vijana wa Kiislamu wana uwezo wa kuyafanya, yamo katika uwezo wao, lakini tasikia kesho kutwa, mwakani, baadaye, nikioa, nikiwa kijana. Nani aliyekwambia kwamba utafika huko? Na je, ukifika, neema hizo unazo, ikiwa neema ya afya au nguvu au mali au chenginecho, utakuwa nacho, na lau kwamba utakuwa nacho, utawafikishwa katika kuifanyia haki yake? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akawa anasema katika yale ambayo anayaogopa kwetu sisi, yani anawaambia wanafunzi wake, tulul amal fa inna tulal amali yunsi al-akhirah, naogopa katika nayogopa kwenu nyinyi tamaa zilizokuwa refu, kwa sababu tamaa refu na matumaini marefu yanasahaulisha akhira. Mtu anaisahau kabisa kwa sababu anakuwa ameghafilika nayo. وقال الحسن البصري رضي الله ورحمه الله تعالى: ما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل. hajawahi kurefusha mwanadamu matumaini na tamaa isipokuwa huharibu katika matendo. Haya ndio aliyokuwa nayo mwanadamu, kwa sababu huwa anapuuza swala za jamaa, nitaswali baadaye, au jambo hili la kheri nitafanya baadaye, hili la kuhusia nitafanya kesho kutwa, bado ujana niko nao, au mimi pesa niko nazo, kwa nilivyotafuta mimi watatumia mpaka wajukuu zangu. Hichi kiburi na haya maneno yanatoka wapi kwa Muislamu? Wangapi wamehangaika katika kutafuta mali katika ujana wao mpaka wakawa watu wazima, wakaamini kwamba mali ile itawanufaisha wao na watoto wao na wajukuu wao. Allah akawasalitishia maradhi, mamilioni yale ya mali yakawa yanatumika katika kujitibu, yakamalizika mamilioni yale, na bado watu wakakopa kwa ajili ya kumtibu yeye, kisha akafa akawa na madeni. Haijatokezea haya? Au wangapi wanakaa kitandani wagonjwa, wasaidiwa haja zote kwa miaka na miaka, waliozaliwa wanakufa wao wapo kitandani. Haya tunayaona katika maisha yetu, yawe ni mazingatio. Walihadha qala Ma'ruf al-Qarqi rahimahullahu ta'ala: na'udhu billahi min tuli al-amal fa innahu
yamna'u min khairi al-amal. Tunamuomba Allah atuhifadhi kutokana na tamaa zilizorefuka, tamaa zilizokuwa refu, kwa sababu zinazuia amali zilizokuwa njema. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.